Jukwaa ni lile lile la Roho wa neema, vipawa, ugunduzi na matendo ya kinabii. Mahali hapa tunasema Kristo anainuliwa, Kristo anatukuzwa, Kristo anapewa sifa na utukufu kupitia vipawa alivyowekeza kwa wana wa Mungu mbalimbali huko viwanjani. Mikel Arteta, kocha mkuu wa klabu ya Arsenal ya Uingereza, aliwahi kuulizwa juu ya swala la uwepo wa wenye haki wa Mungu katika timu yake analionaje. Jibu lilikuwa jepesi tu: ninapenda uwepo wao, wamekuwa chanzo cha umoja na uimara katika timu. Wanatuonyesha nini maana ya kuwa familia na kuweza kufanya vitu vikubwa pamoja. Hii ndiyo maana hasa ya mji kustawi, kwa sababu ya mbaraka wa wenye haki wa Mungu. Shalom wanafamilia wetu wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote, runinga yako na familia yako. Karibu sana katika siku hii nyingine ya kusikia sauti ya Kristo viwanjani. Ni mimi mtangazaji wako Faraji Chembe. Kaa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naam, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, utagundua mabadiliko makubwa ya Liverpool kufanya vizuri na kuwa timu tishio Ulaya yalianza mapema tu baada ya ujio wa fundi wa soka, mshambuliaji na mchungaji wa Kristo kwa sasa, Roberto Firmino. Na baadaye mwaka 2018 baada ya ujio wa golikipa bora kabisa Alisson Becker, Liverpool ikawa imara zaidi. Hapa tukaiona Liverpool iliyopotea kwa miaka mingi sana kwenye soka la Ulaya ikirejea kwa nguvu na kuingia mfululizo katika fainali ya klabu bingwa Ulaya. Labda nikukumbushe tena, wakati wengi wakiusifu ubora wa kocha Pep Guardiola kimbinu, jambo ambalo ni sahihi sana, lakini wengi wamesahau kuwa mafanikio ya Manchester City yalianza kuonekana wazi sana baada ya ujio ya mwenye haki wa Mungu Gabriel Jesus mnamo mwaka 2017. Leo tunapoitazama Manchester City, utakutana na wachezaji kama Anthony Semenyo, Jeremy Doku, Marc Guehi ambao wana mchango mkubwa katika klabu, si tu uwanjani, hata katika maisha ya nje ya uwanja. Mara kadhaa hata makocha wao wamekiri kuongezeka kwa nidhamu kwa sababu ya wachezaji hawa ambao ni wana wa Mungu. Arsenal Football Club, Gabriel Jesus, Madueke, Starboy Bukayo Saka, Julian Timber, Gabriel Magalhaes, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, siku hizi wengine wanaita timu ya kanisa. Wote hawa wamekuwa chachu kubwa ya mwendeleo mzuri wa klabu hiyo katika mashindano makubwa. Leo hii wanaingia fainali ya kombe la klabu bingwa Ulaya baada ya takriban miaka 20. Leo wanao nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Uingereza pia. Yote hayo huwezi kuondoa mchango mkubwa wa wenye haki hawa wa Mungu. Naam, wenye haki hawa wa Mungu ni kweli kabisa wamefanya mambo makubwa, haswa ukitegemea kipindi kile cha malegend kama kina Thierry Henry, lakini bado hawakuweza kufanikiwa kutoa ubingwa wa Ulaya. Leo hii hasa wana nafasi kubwa. Yote hayo yalikuwa ni mawazo yetu tu ambayo tunaamini yana uhalisia mkubwa ndani yake. Je, unafikiri uwepo wa wenye haki wa Mungu katika soka la Tanzania umeleta mabadiliko yoyote katika vilabu vyetu vya Tanzania? Uwepo wa wenye haki wa Mungu kama kina Shomari Kapombe katika klabu ya Simba, uwepo wa wenye haki wa Mungu kama kina Prince Dube, uwepo wa wenye haki wa Mungu kama kina Maxim pia Nzengeli katika klabu ya Young African. Je, unafikiri kwamba uwepo hao wa wachezaji hao umeleta mabadiliko kwa vilabu hivi vikongwe na vilabu vingine vya Tanzania? Basi usiache kutuandikia katika comment section kabla hatujarudi hapa wiki ijayo kuchimba zaidi. Naam, nikutakie wiki njema, nikutakie wiki yenye baraka, nikutakie wiki yenye pumziko, nikutakie wiki yenye kicheko, nikutakie wiki ya kufurahia utajiri ambao Mungu amewekeza mahali popote ulipo mwana wa Mungu. Basi mwana wa Mungu, wewe ambao una vipawa mbalimbali, tawala mahali ulipo. Tawala kupitia vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani mwako, tawala mazingira yako, tawala katika kila eneo ambalo Bwana amekuweka. Nakutakia wiki njema. Bye bye.